kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu. Vipi utakuja kuamrisha watu jambo ambalo we mwenyewe haulifanyi? Ndio maana utakutana leo shekhe yuko tayari kuwahusia watu kuacha mambo mbalimbali ya ikhtilat baina rijali wan nisa, lakini yeye ukimwona kule mapembeni anajazana na wanawake kule, anazungukiwa na wanawake, shekhe mzima ambaye anasoma aya na hadithi za Bwana Mtume na maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ya kwamba la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa kana shaitan thalithuhuma, hawawezi wakakaa mwanaume na mwanamke sehemu ya faragha isipokuwa watatu wao watakuwa ni shaitani. Atakuwa pale yuko anawachanganya, atakuwa pale yuko anawadanganya, anawatelezesha mpaka mjikute mmemwasi Allah. Sasa hizi zote unazisoma, lakini tunakukuta tena wewe ndiye wa kwanza unazungukiwa na wanawake ambao si halali yako. Hadha yadkhulu fi hadhihi alaya, hii inaingia katika ile aya inayosema ya kwamba kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ni makosa makubwa sana kwa mtu ambaye amesoma kuyasema yale ambayo asiyoyatia katika vitendo. Wewe ndo shekhe, wasimama kwenye manabir, mimbari mbalimbali, sio tu kwenye mimbar, hata kwenye mitandao mbalimbali za kijamii, unawahubiria watu, unawakumbusha watu warudi katika haki, lakini yeye ndo anakuwa wa kwanza kutokulifanya hilo jambo. Afala taqilun, je mna akili? Na kwa watu wa balagha, hii swali ya Mwenyezi Mungu kuuliza kwamba je mna akili, hii sio suali bali ni ikhbar. Allah alikuja kuleta habari ya kusema kwamba yule mwenye kusema yale asiyoyaweka kwenye vitendo, basi ajue na atambue ya kwamba yeye hana akili. Kama shekhe tawazungumzia Waislamu kuhusikana na mambo ya kuacha uzinifu, wendo uwe wa kwanza kuyacha. Sio unawazungumzia watu wafate sunna ya Mtume, alafu wewe huku pembeni tunakukuta una kasoro nyingi sana kwenye sunna za Bwana Mtume. Kuna wengine Shawwal inataka kuisha na hawajafunga hata siku moja, wanasahau kama ni katika sunna ya Mtume kuweza kufunga siku 6 katika Shawwal, kwa sababu ni katika sunna ya Bwana Mtume. Basi watakiwa sasa uweze kuitekeleza. Baada ya kuisoma kuitekeleza, ndo uamrishe sasa watu waweze kuitekeleza, ili usiwe katika wale ambao Allah amewakalifia katika wapumbavu, yani watu wasiokuwa na akili, wanaoamrisha watu wasioyafanya. Shekhe anasimama kwenye mimbar anawazungumzia watu habari ya ndoa na maamrisho yake, ndoa na makatazo yake, lakini yeye tukija kumchunguza huku pembeni tunakutana kama hakuna ndoa yenye kasoro sana na kupitiliza zaidi ya ndoa ya yule shekhe, yani yule msomi wa vitabu. Allahu almusta'an. Inavuma, Saifdor TV inavuma, channel yetu tukufu, channel pendelevu. Saifdor TV, la chaîne d'actualité, la chaîne du savoir. Saifdor TV, bonyeza like, bonyeza subscribe, bonyeza kengele. Usisahau pia TikTok yetu. Saifdor TV inavuma sana mitandaoni. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي العيون والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو ظاهر هو الباطن ليس العيون تراه. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وعظيمنا وشيخنا ومرشدنا ووسيلتنا إلى ربنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه هو وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه المبارك وسلك طريقه
إلى يوم الدين والبعث. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل، واعلموا أن في التقواه صلاح الدارين، فقد أفلح من اتقاه وقد خاب من عصاه سبحانه وتعالى. Ni haki waja wa Allah tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mwenye nguvu na shani. Ni yeye Allah ambaye kwa uwezo wake kakamilika kwa sifa zilizo na ukamilifu, zisizokuwa na mapungufu ndani yake, tukishuhudia juu mbinguni ardhini ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa peke yake Allah tabaraka wa taala. Tukishuhudia shahada ya pili ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake Allah na ni mtume wake, rehma na amani zimmiminikie kwa wingi kabisa yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake wote watukufu, na Waislamu wataifata njia yao iliyokuwa tukufu kabisa mpaka siku ya Kiyama. Nasi tunamwomba Allah atuweke miongoni mwa hao, Allahumma amin. Nikianzia kukuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kunako jambo zima la kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na tufahamu ya kwamba ndugu zangu, endapo mwanadamu hatakuwa tayari kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa amekula hasara katika maisha yake ya duniani na akhira. Ndugu zangu Islam, wa amma mawdu'atu khutbatina al-yawma, ama mawaidha ya khutba yetu ya leo, inwanuha yaqul, anwani yake inasema ya kwamba kaifa ta'rifu ulama as-su', vipi utawajua wanawachuoni wasiokuwa wazuri, yani waliokuwa waovu kabisa. Ndugu zangu Islam, kumbukeni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha ndani ya Qur'ani ya kwamba anatuambia katika suratul Baqara ya kwamba atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Akasema Allah katika sura nyingine, suratu Safi, akasema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqa Allahu al-azim. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelekezea wanawachuoni wetu wa Kiislamu, mashekhe, wasomi wa dini ya Kiislamu, akiwaelekezea kidole cha kuwasuta, akiwaambia kwamba kwa nini mnawaamrisha watu wema mnasahau nafsi zenu, na ile hali nyinyi ndo mnasoma kitabu usiku kama vile mchana. Hivi kweli mna akili? Akasema katika aya nyingine ya kwamba enyi mlioamini, mnatakiwa, kwa nini mnasema yale msiyoyaweka kwenye vitendo? Hakika yale mnayoyafanya ni makosa makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusema jambo ambalo uliweki katika vitendo. Ndugu zangu Islam, limadha nakhtaru hadha al-unwan? Kwa nini tunachagua khutba ya namna hii? Ni kwa sababu asijione mtu wowote ule katika umma wa Kiislamu kwamba ametoshewa katika sampuli la watu ni hawafanyi yale ambayo wamesoma katika vitabu. Kwanza kabisa tuwakumbusheni ya kwamba hapa wajuzi wanaokusudiwa hapa sio mpaka mashekhe peke yao, bali ni mjuzi wa kila kitu unachokijua lazima ukitekeleze, ukiweke kwenye vitendo, kwa sababu amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema ya kwamba talabul ilmi, kutafuta elimu, faridhatun ala kulli muslim, ni faradhi kwa kila Muislamu. Yani kama tunavyosali sala 5 kwa siku,
ndivyo hivyo ilivyokuwa marhala ama nivo ya kutafuta elimu katika Uislamu. Ni kama tunavyosali sala 5, bimaana ni wajibu kwa kila Muislamu, ni faradhi kwa kila Muislamu kuitafuta elimu ya dini yake. Bimaana, na hii ni elimu ya mambo ya kawaida, swala, saumu, jinsi utatoa zaka, namna gani utakwenda hija, namna gani shahada yako inasimama. Yani hayo yote yanayozunguka kuhusikana na ibada zako ambazo wewe kama Muislamu watakiwa kuzifanyiza, basi ujue ya kwamba ni wajibu kwako, ni jambo ambalo ni faradhi kwako juu yako kuweza kulijua. Na unapolijua, basi ujue ya kwamba sharti ya pili inayofuatia ni wewe kutekeleza yale ambayo umeyasoma. Bimaana, leo tunawaona watu Waislamu wote, wengi baadhi yao utawakuta anajua mambo yote kuhusikana na swala, yaarifu, anajua sala, anajua maamrisho yake, anajua makatazo yake, anajua kitu gani kinaharibu sala yake, lakini utamkuta la yad'uha ala almaana, haiweki kwenye maana yake. Yani haweki hiyo sala kupitia maana ya hiyo sala anayotakiwa kuwa nayo. Utamkuta Muislamu yusalli bighairi at-tuma'anina, Muislamu anasali bila ya utulivu ndani ya sala yake. Huyu mtu wa aina hii, kama atakuwa anajua umuhimu wa kuweka utulivu katika sala, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, simamisheni, hifadhini sala na hasa sala ya katikati, kisha simameni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kunyenyekea. Sasa kama wewe unajua umuhimu wa kunyenyekea katika sala, lakini tunapokuona unasali unaanza kuangalia kulia na kushoto, unaanza jishughulisha na mambo mengine yaliyokuwa mbali kabisa na malengo ya sala, basi ujue ya kwamba kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum. Sasa vipi utakuja kuamrisha watu jambo ambalo we mwenyewe haulifanyi? Na ndio maana utakutana leo mashekhe wa zama hizi, shekhe yuko tayari kuwahusia watu kuacha mambo mbalimbali ya ikhtilat baina rijali wan nisa, lakini yeye ukimwona kule mapembeni anajazana na wanawake kule, anazungukiwa na wanawake, shekhe mzima ambaye anasoma aya na hadithi za Bwana Mtume na maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ya kwamba la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa kana shaitan thalithuhuma, hawawezi wakakaa mwanaume na mwanamke sehemu ya faragha isipokuwa watatu wao watakuwa ni shaitan. Atakuwa pale yuko anawachanganya, atakuwa pale yuko anawadanganya, anawatelezesha mpaka mjikute mmemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi zote unazisoma, lakini tunakukuta tena wewe ndiye wa kwanza unazungukiwa na wanawake ambao si halali yako. Hii yadkhulu fi hadhihi alaya, hii inaingia katika ile aya inayosema ya kwamba kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ni makosa makubwa sana kwa mtu ambaye amesoma kuyasema yale ambayo asiyoyatia katika vitendo. Wewe ndo shekhe, wasimama kwenye manabir, mimbari mbalimbali, sio tu kwenye mimbar, hata kwenye mitandao mbalimbali za kijamii, unawahubiria watu, unawakumbusha watu warudi katika haki, wafate sijui mambo fulani ya kheri wafanye, lakini yeye ndo anakuwa wa kwanza kutokulifanya hilo jambo. Mfano, unakutana shekhe anawalingania watu kutoa sadaka, anawaambia umuhimu wa kutoa sadaka, ukitoa sadaka itakuwa kadha wa kadha.
utapewa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. In tuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Anatoa aya nyingi sana za kuonesha umuhimu wa sadaka, kwamba ukimkopesha Allah mkopo mmoja, basi Mwenyezi Mungu hukupatia mikopo za aina ad'afan mudha'afa, nyingi juu ya nyingi kabisa. Anayasema haya, lakini hatujawahi kumwona hata siku mbovu akigusa shekhe kwenye kanzu lake anatoa hata 500 francs anaitoa sadaka, hatujamwona. Sasa shekhe, ataamuruna nnasa bilbirri, wewe wawalingania watu wafanye wema, watansauna anfusakum, na mnasahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitab, na ile hali nyinyi ndo mnasoma vitabu kila siku, mnaangalia maamrisho ya Allah. Afala taqilun, je mna akili? Na kwa watu wa balagha, hii swali ya Mwenyezi Mungu kuuliza kwamba je mna akili, hii sio suali bali ni ikhbar. Allah alikuja kuleta habari ya kusema kwamba yule mwenye kusema yale asiyoyaweka kwenye vitendo, basi ajue na atambue ya kwamba yeye hana akili. Kabura maktan inda Allah, ni makosa makubwa wewe shekhe kuzungumza jambo ambalo hauliweki kwenye vitendo. Kama shekhe utawazungumzia Waislamu kuhusikana na mambo ya kuacha uzinifu, wewe ndio uwe wa kwanza kuyaacha. Kama shekhe utawazungumzia watu kuhusikana na mambo ya kukaa na wanawake kwenye makona, wewe ndio uwe wa kwanza exemplaire kuyaacha haya. Kama wewe shekhe utakuwa tayari kuwazungumzia watu kuhusu upendo baina ya watu, kupendana baina ya Waislamu, wewe ndio uwe wa kwanza kuonesha hiyo mfano. Kama itakuwa malengo yako kuwazungumzia watu kuweza kufata sunna za Bwana Mtume, basi na wewe pia uwe tayari kuweza kuzitekeleza. Sio unawazungumzia watu wafate sunna ya Mtume, alafu wewe huku pembeni tunakukuta una kasoro nyingi sana kwenye sunna za Bwana Mtume. Kuna wengine Shawwal inataka kuisha na hawajafunga hata siku moja, wanasahau kama ni katika sunna ya Mtume kuweza kufunga siku 6 katika Shawwal, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, yule atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha baadaye akaifatisha na siku 6, kana kasiyami dahr, atalipwa thawabu sawa na yule ambaye kafunga saumu ya maisha mazima, hapana ya mwaka. Tusikilizane vizuri, dahr katika Kiarabu haimaanishi sana, haimaanishi mwaka mmoja, hapana, bali dahr inamaanisha maisha mazima. Mpaka kuna wafasiri wa Kiarabu aliandika kitabu kinachoitwa Mu'jam al-Wasit na Mu'jam al-Raid, wameandika kwamba dahr maana yake ni miaka 1000, yani miaka 100,000, 100,000 ndo dahr, yule ambaye atakayefunga siku 6 baada ya mwezi wa Ramadhani. Lakini sasa shekhe, tunayatangaza haya na tunayasoma haya kwenye vitabu, lakini je, umeshafunga wewe kama shekhe? Au na wewe ni katika wale wanaowaamrisha watu jambo ambalo hawalitie kwenye vitendo wao? Lazima kabla ya kuamrisha watu, wewe mwenyewe kwanza uanze kuitekeleza. Bimaana baada ya kusoma hizi hadithi za umuhimu wa kufunga siku 6 kwa sababu ni katika sunna ya Bwana Mtume, basi watakiwa sasa uweze kuitekeleza. Baada ya kuisoma, kuitekeleza, ndo uamrishe sasa watu waweze kuitekeleza, ili usiwe katika wale ambao Allah amewakalifia katika wapumbavu, yani watu wasiokuwa na akili, wanaoamrisha watu wasioyafanya. Ni mara ngapi twazungumziwa umuhimu wa kusali zile sunna za nawafil, zile sala za nawafil, zile rakaa 2 kablia, baadia, sijui ni na nini, yale yote ni mara ngapi tunayazungumziwa? Je, tumeshayaona yanatekelezwa na wale wenye kutufundisha?
lazima nao pia waweze kuyatekeleza, ili wasiingie katika ataamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum, mwaamrisha watu wema mnasahau manafsi zenu. Shekhe anasimama kwenye mimbar anawazungumzia watu habari ya ndoa na maamrisho yake, ndoa na makatazo yake, lakini yeye tukija kumchunguza huku pembeni tunakutana kama hakuna ndoa yenye kasoro sana na zaidi ya ndoa ya yule shekhe, yani ule msomi wa vitabu. Allahul musta'an. Kwa kweli ndugu zangu Islam, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tunatekeleza mambo ambayo tumeyasoma katika vitabu, lakini tunashindwa kuyaweka katika vitendo. Tutaulizwa, je, wewe ni yule shekhe ambaye unazungumzia watu haki ya jirani kila siku, kuonesha watu kwamba kuishi na jirani yako ni jambo ambalo linafaa? Bwana Mtume anasema yule ambaye yani Mtume Jibril alikuja kumuhusia kuhusikana na umuhimu wa kuishi vizuri na jirani zake, mpaka Bwana Mtume akasema, mpaka nikahofia isionekane kwamba jirani yangu hata nikifa anaweza akanirizi, kwa kutokana na wema ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusiwa na Jibril kumfanyia jirani, mpaka akaanza kuhofia, sasa jamaa mbona anatakwa kama vile ni familia yangu sasa, kiasi kwamba nikifa afikia hata kunirizi. Yani kwa kuonekana hali ya kupitiliza kumfanyia wema jirani, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kama vile inataka kupanda daraja ya kufikia kama vile anakuwa ndugu yake wa damu kabisa. Na hii utamkuta shekhe anayazungumza haya vizuri kwa ufasaha, tena kwa lugha iliyokuwa wazi kabisa, lakini uenda sio mtizame shekhe pembeni ya majirani zake, kama wanaona mtu mbaya muaveni, yeye ndo wa kwanza. Ataamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Nyinyi mashekhe, wanaochuoni, wasomi wa dini ya Kiislamu, mnawaamrisha watu kufanya jambo ambalo nyinyi hamfanyi. Hii ni katika alama ya kwanza ya kumjua mtu mbaya au mwanachuoni mbaya, msomi mbaya wa dini ya Kiislamu, ni pale ambapo yuwafundisha watu mambo ambayo yeye mwenyewe haitekelezi. Jambo la pili litakalo kufanya umjue kwamba huyu mwanachuoni au huyu shekhe au huyu mwalimu au huyu msomi wa dini ni msomi wa dini mbaya, ni pale ambapo utamuona yastahzi'u bima darasa, anaitilia mzaa yale ambayo aliyoyasoma, yani hayapatii sana umuhimu yale ambayo aliyoyasoma, anayaona kwamba anayachezea shere yale aliyoyasoma. Hapa moja kwa moja utajua kwamba huyu bi'sal alim, ni mwanachuoni mbaya. Bali mwanachuoni mzuri ni yule ambaye anaipatia umuhimu yale ambayo anayoyasoma. Hebu tumtizame kidogo Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Anatembea siku moja, anatembea na masahaba wenzake pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghafla wakafika sehemu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kujigonga kwenye mti. Kulikuwa kuna jiti fulani ilikuwa juu. Mtume akashotama, alipoinama ili apite vizuri kwa sababu yeye ni mrefu, basi Abdullah ibn Umar alikuwa bado angali mtoto mdogo sana, alikuwa si mrefu sana ili ajigonge kwenye hiyo sehemu ambayo Mtume aliinama. Basi naye alipofika pale, kwa kule tu kumfata Mtume, walimuona naye anainama anapita hiyo sehemu. Sasa wewe vipi ya Abdullah, hii sehemu ungepita bila wasiwasi wala bila ya mashaka? Kwa nini sasa wewe na wewe pia umeamua kupinda yani kuinama kidogo ili uweze kupita hiyo sehemu? Kwa nini ukutaka tu kupita bila wasiwasi, na ile hali ungepita hivyo kwa kusimama vizuri, kwa kulingania vizuri, basi usingelijigonga? Yani hii ndio ilikuwa maisha ya maswahaba wa bwana Mtume.
hawakuwa wanafanyia istihza. Labda pengine kwa sisi ingelikuwa ni mimi na wewe, ungesema basi hii si ni sunna tu ya kawaida, hiyo si ni jambo tu la kawaida, mbona kuinama tu sehemu ambayo mimi siwezi nikajigonga hata nikitembea vizuri, hakuna matatizo, acha nitembee tu kama kawaida. Wewe ungeona hivyo, lakini ungefanyia istihza. Lakini hawa masahaba wa Mtume, kwa sababu walisomeshwa vizuri, rabbahum Muhammada ahsana tarbia, rabbahum Muhammadu ahsana tarbia, Mtume kawalea malezi iliyokuwa bora kabisa, malezi mazuri, mpaka anajua hawezi kufanyizia istihza jambo lolote lile katika usomi wake. Kila wanachokisoma kwa Mtume wanapenda walitekeleze. Lakini utamkuta mwalimu wanachuoni mbaya, yeye kila anaposoma jambo la kawaida katika dini, yeye analichukulia poa, analichukulia simple, anasema basi hilo acha tuliachie wa maamuma watafanya hiyo. Na ile hali wengi wanaitumikisha hii neno la maamuma ni kama vile jambo la tusi fulani hivi, la bali kila ambaye yuko nyuma ya imam ni maamuma. Hata uwe na elimu kama bahari, kama uko tu nyuma ya imamu wako, tayari yule imam anakuwa ndo kiongozi wako na wewe unakuwa mwenye kuongozwa. Na haile haijamaanisha kwamba wewe si msomi, bali utaendelea tu kuwa msomi kama kawaida. Lakini sisi tunakusudia hapa ni wale wasomi wenye kuyadharau na kuyadogosha yale wanayoyasoma. Ni katika alama ya kuwajua wanachuoni wabaya. Utamkuta mtu anakuambia, anakuja iko na kuongelea, shekhe, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja tulimuona alikuwa mfano akitaka kuingia chooni anaingia kwa mguu wa kusoto, na ndo anazungumza yale kama sheria ya dini. Katika sheria ya dini yetu, ukitaka kuingia chooni lazima uingie na mguu wa kusoto. Lakini cha ajabu, unapita pale chooni unamkuta shekhe wako ndo yule tena tayari pap anaingia na mkono na mguu wa kulia, anaingia nao chooni. Huyu shekhe la yahtamu bi umuri dinihi, aipatie umuhimu mambo ya dini yake, na ni mwanachuoni mbaya kama atakuwa na tabia za namna hizi.